Buni kwa majina ni Daktari Ruben Chepsongol, kiranja wa chama chetu kinachotawala cha UDA Kenya Kwanza. Kwanza kabisa niko na mambo mawili ambayo ningependa leo kuzungumzia, na nataka nishutumu kitendo ambacho kilifanyika jana katika kanisa, ambapo vijana wanaenda kufahamia kanisa la Mungu eti kwa sababu William Ruto aliwapatia milioni 20. Nataka niwaulize vijana wetu, tusiweze kutumika kwa misingi ya kuharibu, kuingia hata mahali ambapo haikubaliki. Ukiangalia vile mlipanga kwamba muweze kwenda kushutumu ama kuingilia mambo ya kanisa. Nataka ni wale ambao wanatumia vijana kuharibu kazi ya Mungu, hawa tayari wamelaaniwa. Na najua kuna viongozi wanasiasa. Nilisikia jana rafiki yangu Rigathi wa Gachagua akisema kwamba ati William Ruto ameenda kwa Jesus Ministry wakati alipeana milioni 20 kawapatia kanisa tabu. Nataka niseme ya kwamba mimi nataka huenda ikawa ni Rigathi Gachagua ndio aliweza kumobilize hao vijana waweze kwenda kuharibu ama kufahamia kanisa la Mungu, kwa sababu yeye kazi yake ni kufuata mali rais ameweza kutembelea. Kanisa letu ni kanisa la Mungu. Kanisa sio nyumba ya mtu. Kanisa isitumike ama mtu asitumie uharibifu ama kushutuma kanisa kwa sababu ya mambo yake binafsi. Ukiangalia ile pesa ambayo William Ruto alipeana kwa hiari. Na kwa wale ambao wanasema Bwana Ruto anapeana pesa, nataka niwaulize ninyi. Ruto ni mtu ambaye anafanya biashara. Ruto ategemea mshahara ya rais. Ruto ni mtu ambaye alikuwa ni mtu ambaye alikuwa amejituma, na alikuwa ameeleza ninyi kwamba within a day ile biashara zake za kuku, ng'ombe na mambo mingi ambayo anafanya ndio inapatia hiyo pesa ya kurudisha kupatia Mungu. So wala ambao hamuna roho ya kupatia kanisa, hamuna roho ya kufanyia Mungu kazi, wacha nini? Nyinyi tumieni yenu kwa ile tumia yenu kwa ile njia ambayo mnataka. Kama unataka kunywa, kama unataka kujivinjari naye, mfanye naye shughuli hizo. Ruto hana wakati ya kwenda kuharibu pesa, ati kuharibu kujivinjari. Badala ya kufanyia nini, analeta kwa kanisa. So kwa hivyo nataka niseme ya kwamba nataka niungane na wale viongozi ambao waliweza kushutumu kitendo ambayo ilifanyika jana, kwamba tusiweze kutumia watoto, wale watu ambao watoto ya watu ambao hawaelewi kwa sababu ya msingi yenu ya kuharibu heshima ya Rais William Samoei Ruto. Tusitumie vijana, na hata vijana wetu tusitumike, kwa sababu wale ambao wameshikwa jana, watu wanasema kwamba bwana vijana hao walishikwa kwa sababu ya kushusha dharuki katika kanisa. Wewe ukitaka kupanga kufahamia watu ya Mungu kanisani, wewe nataka hao wafanye namna gani? Ni lazima serikali waweze kudefend, kwa sababu kila mtu hako na haki. Kwa sheria ya Kenya inasema kwamba kuna haki, kuna right ya kila mtu kuenda kuabudu. Na ule mtu ambaye anataka kuweka visingiti kwa wale ambao wanataka kuabudu Mungu, ni lazima serikali wachukue hatua, kwa sababu ya uchechezi wa wanasiasa ambapo waliona Ruto ni mtu ambaye anaendelea kunawiri kisiasa, anaendelea kunawiri hata kwa kazi ya Mungu. So ndio mnaona vile mmefanya. Wale vijana wameshikwa leo, wale walishikwa jana, watastakiwa kwa kukosa mambo ya kwa ile sheria ambayo inaitwa creating disturbance, kwa kwenda kanisani kudisturb watu ambao wanaabudu Mungu, na wao watu wako na haki ya kuwa defended. So kwa hivyo msiseme kwamba mimi najua leo kina Rigathi Gachagua atashutumu serikali kwamba mmelishika vijana bila hatia. Wale ambao wanaanza kutumia vijana kusema kwamba vijana jenzizi wameweza kuumizwa wafanye no, ile mtu ambaye ataviolate sheria lazima achukuliwe kisheria na stakiwe, kwa sababu ya kwenda kutisabu watu ambaye ni peaceful, watu ambao wanaabudu Mungu, na hii ni haki yao kuabudu Mungu. Wewe ukiona utaki uende kanisa, enda anza kanisa yako.
enda kaa. Kama unataka kwenda kwa miti kukaa bila kuwa na kanisa, enda huko. Hata ukitaka kwenda kulala kwa mahali bora huko kuna amani, wewe lala hapo, hakuna mtu atasumbua. Bora useme mimi leo ni kazi yangu ni kulala kwa hii miti, kuna mtu atasumbua kwa sababu huko na haki ya kukaa mahali pale. So kwa hivyo nataka tueleze vijana wetu please, mumeenda beyond, mumetumika kwa njia mbaya, na sitaki kuwalaumu sana kwa sababu kuna watu ambao waweza kuingia ninyi na kutumia nyinyi kwa njia mbaya. So I want to tell those fellows ambao wanajaribu kufuata William Ruto akipeana pesa waseme kwamba Ruto amepeana pesa. Waje niwaeleze kitu kimoja. Hebu niambie Rigathi Gachagua, hebu panga jana AIC fellowship annex William Ruto alipeana milioni 20. Hebu enda panga leta huko. Enda panga vijana wako leta huko. Tusitumie nafasi kidogo kuharibu vijana wetu. Tusitumie nafasi kidogo kwa sababu naona William Ruto amekutana na Raila Amolo Odinga kuleta umoja ya Wakenya. Mnaanza kutafuta mbinu. Vijana wetu wamekaa kwa hali ya amani. Na nyinyi kazi yenu kulipa wao. Si mngepatia vijana hiyo pesa waanze kujisaidia naye, badala ya kupatia vijana pesa kwenda kususha vurugu kwa kanisa. Patia vijana pesa waende wajiendeleze naye. Patia vijana pesa waende wajisaidia naye, badala ya kupatia vijana pesa ya kwenda kususha vurugu kwa kanisa ambao amepewa pesa ya kuweza kujiendeleza, kujenga kanisa na kuboresha nyumba ya Mungu. So kwa hivyo nataka niseme kwamba kwa wale vijana ambao waliweza kutumika, nimekusikia bila Rigathi Gachagua ameongea, nikajua kwamba is behind hiyo mambo ya mpango ya chana. So kwa hivyo nataka niambia Rigathi Gachagua, we are watching on you. Na kama wewe nashangaa kwa sababu kazi yako ni kwenda Jumapili kanisani na kwenda mashishi. Why don't you have? Kwa nini usiombe lesson ushike mkutano na ukuje kama uende tuone kama wewe unaweza kuwa na mkutano? Why only target kanisa Sundays? Unaenda kukaa. Kwa nini wewe bwana jitokeza na kusema nataka niuze sera zangu kama Rigathi Gachagua ile mtu ambaye amengatushwa? Eleza wananchi mbona ulitolewa. What made you to be removed in government? Badala ya kwenda kufayuka huko na kupata watu wanafanya biashara yao kama jana hapo Kitengela. Watu wanafanya always Kitengela inajaa. Kitengela inajaa, watu wanafanya hasa Sunday. Watu wanajaa watu ya kutoka Kitengela, ukienda every Sunday unakuta Kitengela ni full. So ukipata watu ambao kuna shughuli zao, una disturb watu, kueleza watu porocho ambao kuna kitu nasaidia. Kazi yako ni Jumapili kwenda kutoa watu porojo kwa ukienda kanisa, unaongea kanisani alafu una time watu wametoka makanisani. Kwa sababu watu wanaangalia, wanataka kuangalia mtu anaitwa Rigathi Gachagua mwenye alitolewa ambaye alikuwa imbiti ni mtu aina gani na mbona amekuwa imbiti. So watu wanashangaa hii mtu, naangalia mtu mbona nasemanga mtu ya Munyoro, mara mimi mtu ya milima, mara mimi mtu usikute kuza milima. So watu wanaangalia kama ni kama tu sanamu. Hata kuangalia kama ni mtu gani mtu naongeanga mambo ya ukabila, tuangalie kama na akili yake ni mzuri ama na maana gani. So Rigathi Gachagua, watu hawezi kuhudhuria mkutano yako kwa sababu wewe ulikuwa naibu wa rais. Watu na hudhuria anataka kuangalia vile unafanyanga ile vituko ulikuwa unafanyanga. So hakuna kitu wanaangalia. So hata watu wanaangalia na kusikia vile wanaanganga na kwenda. Hawana hata shughuli na hii maneno yako. So endelea kwenda kanisa, ukitoka wache watu waangalie, hata watoto wadogo nataka wajue hii mtu anaitwa Munyoro, mtu ya kusema usiguze milima mtu aina gani na unaanganga na namna gani. Mtu ambaye alikuwa imbiti, the first deputy president kuwa imbiti in Republic of Kenya, ambaye amemake history kwa sababu ya kukaa hajui kazi yake ya naibu wa rais. So kwa hivyo nataka niseme usitumie nafasi hii kuchochea vijana wetu kuingia makanisani. Na unajua hao vijana tayari wamelaaniwa kwa sababu ukienda kuingia madhabahu ama kutoka kususha vurugu katika kanisa ni jambo la hadhari sana. So hivyo jichunge sana. Kuna mtu kuna mtu anaitwa Saul mwenye alienda alitatiza watu ya Mungu. Baadaye akawa kipofu kwa sababu alikuwa na haribu miti ya Mungu, alikuwa na pika watu ya Mungu na baadaye akawa kipofu. So vijana mchunge sana, msiwe kipofu. Msijaribu kuingia kanisa. Hiyo iwe ya kwanza na hiyo ya mwisho. Don't try it again. Na don't be misled by these politicians. Msiharibu ile maisha yenu ambaye ingekuwa ni watu ya kutumainiwa siku zijazo.